Timu yetu ya siku ya leo ni My Faith, My Victory. Timu yetu ya siku ya leo ni My Faith, My Victory. Wale ambao wakuwa tulisomea kitabu cha Warumi mlango wake ukiwa wa kwanza mstari ukiwa wa 16 hadi 17. Timu yetu ya siku ya leo inasema kwamba my faith, my victory. Ushindi wangu, imani yangu, ushindi wangu. Imani yako, ushindi wako. Imani ya familia yako, ushindi wa familia yako. Imani ya jamii yako, ushindi wa jamii yako. Imani ya kanisa hili letu la marafiki, ushindi wa kanisa letu la marafiki. Imani ya viongozi wetu wa kanisa hili la marafiki, ushindi wa kanisa letu, wa viongozi wa kanisa letu la marafiki. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema kwamba nataka uende na hili ya kwamba timu yetu ya siku ya leo ni my faith, my victory. Your faith, your victory. Our faith, our victory. Our family faith, our victory. Our family victory. Our church faith, our church victory. Praise God. Tunapatana ya kwamba maandiko matakatifu jinsi wametusomea inasema kwamba Romans, Warumi, kitabu hicho kiliweza kuandikwa na mtumishi mmoja wa Mwenyezi Mungu alikuwa anaitwa Paulo. Paulo ndiye aliyeandika kitabu cha Warumi. Paulo alichikakamua, akachitoa, akasema kwamba mimi mwenyewe nimeamua kumfanyia Mwenyezi Mungu kazi, na kwa sababu ya hilo nitafanya kazi yake Mwenyezi Mungu bila kuokopa, bila tashwishi yoyote, na nitasonga mbele kwa kazi yake Mwenyezi Mungu. Ndipo Paulo akasema kwamba mimi nitafanyia Mwenyezi Mungu kazi. Na ukirudi pale nyuma Biblia tuambia kwamba Paulo alikuwa anaongelea juu ya imani na ushindi. Imani na ushindi. Faith is hope. Victory is to gain. Praise God. Faith is hope. Victory is to gain. The Bible says that. So, Paulo aliwaambia, alikuwa anaandikia Warumi, akiwaambia kwamba mimi naambia haya maneno. Wakati huu mnapopitia katika changamoto, wakati huu mnapopitia katika wakati huu ambao ni mgumu kwenu, magonjwa yamewazidi, mambo yamekuwa magumu kwenu, hamwezi mkaendelea, mambo yamekuwa magumu kwenu. Mimi huyu Paulo ningependa kuamini kwamba unaposimama kwa imara, kwa imani ulio nayo, unapotazamia Mwenyezi Mungu kwa imani ulio nayo, basi wewe umshindi. Haleluya. Akamwambia kwamba unaporudi nyuma pale kidogo, Romans chapter number 15, pale nyuma kidogo, chapter 1 verse 15 hapo. Anasema kwamba Paulo anasema kwamba na mimi na yeye aliyoko ndani mwangu, ananena juu ya Mwenyezi Mungu. Ya kwamba na yeye aliyoko ndani mwangu, niko tayari kwa sababu hapo ndani mwangu. Mimi huyu Paulo niko tayari kwa kulinena na kutangaza injili yake Mwenyezi Mungu kwa Waroma. Biblia inasema kwamba
hivyo jinsi unavyonena ulivyo mahali penye uko, ndivyo hivyo jinsi mimi ninavyonena mahali penye niko. Ya kwamba kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ako ndani mwangu, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ako ndani mwako, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ako ndani ya familia yako, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ako ndani ya jamii yako, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ako ndani ya jamii na kanisa hili, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu anasimama na wewe katika jamii yako na watoto wako, ya kwamba uko tayari kumfanyia Mwenyezi Mungu kazi, uko tayari kuendelea na kazi yake Mwenyezi Mungu, uko tayari kuspread the gospel of God katika nchi ya Kenya, uko tayari kuspread the gospel of God kwa ulimwengu wote mzima, jinsi Paulo aliyosema. Na Paulo akaendelea akasema kwamba sitaona haya, akasema kwamba sitaona haya kwa minajili ya injili yake Yesu Kristo, kwa sababu ya nguvu nilizopewa naye Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya wokovu unaomchia kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia hii inanena kwetu ya kwamba sisi tulioko mahali hapa hatutaona haya katika kueneza injili yake Mwenyezi Mungu, hatutaona haya kwa kutangaza neno lake Mwenyezi Mungu, hatutaona haya kwa kusimama imara katika jamii zetu na kusema kukiri Yesu Kristo katika jamii zetu, hatutaona haya kwa kukiri injili yake Mwenyezi Mungu katika familia na jamii na hata katika kanisa hili, ya kwamba tuko tayari kwa sababu tumepewa nguvu naye Mwenyezi Mungu na tuko tayari kwa kulinena na neno lake Mwenyezi Mungu. Paulo anaendelea kusema kwamba ninaponena na neno lake Mwenyezi Mungu kwa yule aliye na imani. Hebu ambie mwenzako imani. Ya kwamba yule aliye na imani basi ataishi kwa imani. Ukikosa kuwa na imani hautaishi kwa imani, kwa sababu imani yako inapokufa, kila jambo unalolifanya, familia yako itakuwa imekufa, kunenda kwako kutakuwa kumekufa, kila jambo unalolifanya litakuwa limekufa, halitaonekana. Lakini unapofanya jambo lolote kwa imani, basi wewe umshindi katika Kristo. Hallelujah. Are we together? Are we together? If you are together, wave to me. I want to see. Wow. Thank you. Maandiko matakatifu yanasema kwamba kwa mfano huu kulikuwa na mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Abraham. Abraham alikuwa mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Abraham aliamini Mwenyezi Mungu. Abraham alikaa miaka mingi bila kupata mtoto. Abraham alikaa miaka mingi bila kupata mtoto akiwa na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Sara. Walikaa, wakakaa, lakini hawakukosa tumaini kwake Mwenyezi Mungu. Mpaka katika wakati ule wa uzee, Mungu akawaletea akawapa mtoto ambaye alikuwa anaitwa Isaac. Mimi niwaambia kwamba Abraham alipopata mtoto huyu ambaye anaitwa Isaac, pia aliweza kumtoa tena tu, akamtolea Mwenyezi Mungu kwa njia ya sadaka. Lakini niwaambia kwamba alipokuwa ameandaa mtoto huyo na kumweka kwenye mahali fulani, alikuwa anataka kummaliza kwa minajili ya kutolea Mwenyezi Mungu sadaka. Hiyo ndio kwamba basi malaika watakatifu wakatumwa na wakamwonyesha kwamba kuna kondoo pale, nenda ukanichinjie. Na Mungu akaona kwamba Abraham ananiamini na ananiamini zaidi. Hii blessing yote ni yako, ni kwa sababu ya imani ulio nayo kwangu. Maana haya maandiko matakatifu haya yana maana gani? Yana maana hivi. Haya maandiko matakatifu, mfano huu uko kwetu sisi wa Kristo, ya kwamba jinsi Abraham alivyoishi miaka hizo ni jinsi wewe unavyoishi. Ya kwamba unavyoishi miaka hizo, kuna kitu unatamania katika maisha, lakini hicho kitu hakijatimia. Una kitu unatamania katika maisha, lakini hicho kitu hakijatimiza. Umeandika katika maandiko, wengi walikuwa wanasema kwamba mwaka unapoanza uandike mahali karatasi, uombe. Tunapoanza mwaka, kwa mwaka unapoisha, Mungu aweza kuangalia, aweza kuangazia, aweza kupata. Umeandika miaka mingi ya kwamba mwaka huu nataka nipate kazi, umeandika mwaka mingi ya kwamba mwaka huu nataka nikuwe na nioe, umeandika miaka mingi ya kwamba mwaka huu nataka niweze kuwa na plot, lakini haujafanikiwa. Ningependa kuambia kwamba usikate tamaa. Endelea ku press on, kwa sababu siku moja
utakuja kwa mshindi. Haleluya. Bwana baraka hao waombao, hale 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 hale. Unapoendelea utapata kulikuwa na mtumishi mwingine aliyekwenda na Daniel. Daniel alimwamini Mwenyezi Mungu. Daniel alikuwa na maabudu Mwenyezi Mungu. Licha ya mfalme wake kutaka kumwangamiza, Daniel hakuogopa. Daniel aliweza kusimama naye Mwenyezi Mungu. Daniel aliweza kumwabudu. Kila wakati alikuwa anampa sifa. Kila wakati alikuwa anaendelea kwake Mwenyezi. Kila wakati alikuwa anapiga magoti. Anasema kwamba Mungu nakuhitaji. Na kuhitaji kwa minajili ya familia, na kuhitaji kwa minajili ya nchi yetu, na kuhitaji katika uongozi wetu. Alikuwa anamhitaji Mwenyezi Mungu. Lakini niliwaambia kwamba mfalme aliweza kumchukua Daniel akamtupa ndani ya tundu la simba. Na jinsi ninavyofahamu jinsi simba wanavyokuwa, wanyama wa porini wanavyokuwa, wangeweza kumwangamiza. Lakini kwa sababu ya imani ya Daniel aliyokuwa nayo, wanyama hawa hawakuweza kumwangamiza. Wanyama hawa hawakuweza kummaliza. Mfalme alidhani kwamba watapata kama imebaki mifupa. Lakini walipofika kule, walipata bado Daniel ako ndani mwa mle simba, tundu la simba, na anacheza nao. Ina maana gani? Ina maana kwamba katika maisha unayoishi, jinsi unavyosimama ndani ya Ukristo, kuna watu fulani, kuna wakubwa fulani, labda katika kazini, kuna wakubwa fulani katika mahali popote unatembea, kuna wakubwa fulani mahali popote unapoishi, wanatamania kukuangamiza, wanakutafuta kwa njia zote, wanakutamania kukuangamiza, wanakutupa katika tundu la simba, lakini hujui uko katika tundu la simba. Wanapokutafuta, wanaporudi tena, wanapata bado unaishi, wanapata bado unasonga, wanapata bado unasonga. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unamtumainia yeye Mwenyezi Mungu ambaye yuko pamoja naye. Ni kwa sababu ya imani uliyo naye kwake Mwenyezi Mungu ndio inayokufanya unakuwa mshindi katika familia yako. Praise God. Biblia inatuambia kwamba unapoendelea utapata kwamba kulikuwepo. Kizo unasoma kitabu cha Job, Ayubu, Biblia inasema kwamba Ayubu aliweza kuwa katika hali ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Ayubu aliweza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Biblia inatuambia kwamba alikuwa na maabudu usiku na mchana. Unaposoma maandiko matakatifu utapata kwamba kulikuwepo na shetani. Shetani alikuwa anatembea. Siku moja akakutana na Mungu, akamwambia Mungu ya kwamba katika dunia nimesunguka, lakini sijapata mtu aliye na imani kama Ayubu. Lakini Mungu akamwambia kwamba nataka urudi kule. Nenda kule ukamkuze Ayubu, lakini usikuze roho yake. Nenda ukakuze mali yake, nenda ukakuze mwili wake, lakini usikuze roho yake. Hakika shetani alirudi, wakarudi kwa Ayubu, lakini Ayubu alisimama imara. Ayubu alisiti kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ayubu alisiti kumsifu Mwenyezi Mungu. Ayubu, Biblia inatuambia kwamba Ayubu nyumba yake yote iliweza kuangamia. Ukiangalia Biblia inatuambia kwamba watoto wa Ayubu wote waliweza kukufa. Biblia inatuambia kwamba nyumba alizo nazo zote ziliweza kuangamia. Mali aliyo nayo yote iliweza ikaisha. Lakini Ayubu hakurudi nyuma. Ayubu aliweza kuangalia mbele. Ayubu aliweza kutazamia Mwenyezi Mungu. Ayubu aliweza kusimama imara na kuangalia mbele. Maandiko haya yanasema kwamba marafiki wa Ayubu waliweza kukuja, wakaanza kumwambia Ayubu kwamba ni Mungu gani ambao unaabudu? Mungu gani ambaye unamtegemea? Mungu gani ambao unaangalia? Mungu ambaye anaangalia na ambaye amekuacha. Ni Mungu gani huyo? Walikuwa na device ni kwamba wachane na njia zile za Mungu. Lakini Ayubu hakurudi nyuma. Aliweza kusimama imara na kukua katika hiyo imani na akasonga mbele kulingana na maandiko matakatifu na akakuwa mshindi. Ndio kwamba alipokuwa mshindi aliweza kupata familia. Watoto wasichana waliozaliwa hawajazaliwa tena. Biblia inasema kwamba aliweza kupata wanaume waliozaliwa hawajazaliwa tena. Biblia inasema kwamba mali iliyokuwa imepotea iliweza kurudishiwa. Ndipo mwimbaji mmoja akasema kwamba mali zote zilizoliwa na
Haleluya. Huyu ndio kwamba aliweza kusimama imara, akaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, aliweza kusimama imara, akawa na imani kwake Mwenyezi Mungu, ndiposa akawa mshindi. Ndiposa nikipenda kusema hivi, baada ya Ayubu kuwa na hiyo imani ya kutosha, kuwa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa njia hizo, aliweza kugain victory katika maisha yake, aliweza kuwa mshindi katika maisha yake. Ina maana gani? Ina maana kwamba wewe umekuja kanisani kila siku, kila wakati unakuja kanisani, kila wakati unamtolea Mwenyezi Mungu, kila wakati unasimama pendo katika familia yako, unamwabudu Mwenyezi Mungu, kila wakati unampigania Mwenyezi Mungu, na wewe bado unaishi tu pale. Majirani wako wamekucheka, marafiki wako wamekuja kwako, wamekupa advice, wanasema kwamba wewe ni Mungu gani ambao unaabudu? Mbona umeishi tu pale? Mbona unakaa tu hivi, hauwezi ukasonga? Katika familia yenu wewe ni first born, lakini hata hujui kama ni first born, unachujui kama ni last born katika familia. Hawakuoni. Umejaribu sana, umeng'ang'ana sana, lakini hauonekani katika familia yenu. Hauonekani katika kanisa hili, hauonekani katika jamii yenu. Wewe uko tu pale pale. Ningependa kuambia kwamba siku moja Mungu atakuja kuondolea yale machungu ambayo unapitia, na atakuja kukupa ushindi ulio nao, ni kwa sababu ya imani ulio nayo. Wale wanaokucheka siku moja watakuja kukutafuta na watakuja kuuliza, ni Mungu gani ambao unaabudu? Ni Mungu gani ambaye amekutendea haya? Ni kwa sababu ya imani ulio nayo ndio itakayokupa ushindi. Usiogope kuja kanisani, usiogope kumtolea Mwenyezi Mungu, usiogope kuendelea na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Simama imara, tia bidii, tia mkazo, songa mbele katika maisha yako ya Kristo, na Mungu naye atangazia katika familia yako. Praise God. Unapoendelea hivyo, unapoendelea hivyo, usijali kwamba unafanya hivi na miaka zako zimeisha. Hapana. Kuna watoto wako kwako nyuma, unawachelea foundation. Wanapokuja watapata kwamba ulitengeneza foundation ya Mwenyezi Mungu, basi watapiki kutoka pale wakaendelea. Ni wangapi ambao tumezaliwa katika familia? Umekaa katika familia yenu, unapozaliwa katika familia unapata kwamba familia mtu fulani, huyo baba ni mtu tajiri sana, ako na mali, ako na magari na ako na watoto. Lakini baba huyu anapoondoka tu hivi katika dunia, mali hiyo inaisha kikafla. Ni wangapi? Unapata kwamba mtu anasema kwamba anapopewa shamba lake, unasema kwamba unasema kwamba shamba ulilopewa na baba yako ni baraka, hauwezi ukauza. Lakini unapata kwamba mtu anasema kwamba hapa mahali hapo pazuri, mzaa kuona kama pamelainika, nataka nilainisha kidogo, mtu akuja aishi hapa ndio pakuwe sawa. Ni wangapi hapa tumeona? Unapata kwamba mali aliyopata mzee, sasa hiyo mali imeisha. Watoto wake wa yule mzee sasa wamepotelea katika vinywaji. Watoto wa familia hiyo mzee haiko tena na amani, imedororeka tena, imesambaratika tena, haiko tena jinsi ilivyokuwa. Unajiuliza kwani kulendaje? Unapokaa unaanza kujiuliza familia mtu fulani haiko jinsi ilivyokuwa.
Nikijinyima saa hizi, nimejua kwamba kesho nitakuwa nacho. Na hakika nakuhakikishia kwamba imani ulio nayo itakupa ushindi katika jamii yako, itakupa ushindi katika familia yako, itakupa ushindi katika watoto wako, itakupa ushindi katika kanisa hili, itakupa ushindi kwa uongozi wa Makongeni. Na tutakuwa washindi ni kwa sababu tunayo imani ya kutosha ndani ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba tunapoendelea, inasema kwamba unapomtazamia Yesu Kristo, haswa katika wakati wa magonjwa, haswa katika wakati huu ambao wengi wetu wamepoteza kazi. COVID ilipoingia imefanya kazi zetu zimekuwa chache. COVID ilipoingia imefanya mambo mengi, mishahara imekuwa chache. Unaenda kazini unaambia kwamba utafanya hii wiki, ndiye anafanya wiki ijayo. Unaenda kazini unaambia kwamba utafanya mwezi huu, ndiye anafanya mwezi ujao. Hatutaki kukufuta, lakini tunataka tu ufanye kazi mwezi huu, ufanye. Unajiuliza, nitakula nini mwezi ujao? Hiyo ni changamoto. Hata ukosa kazi, kuwa na imani, especially wakati mgumu ambao uko nao. Kuwa na imani, continue pressing on and you will win. Utakuwa mshindi katika maisha yako. Katika kanisa hili letu utapata kwamba tumeweza kupoteza members. Licha ya kupoteza members katika kanisa hili letu la Marafiki, tusirudi nyuma. Tusione kwamba Mungu ametuacha. Tusione kwamba Mungu ametusahau. Hajatusahau. Bado yuko pamoja nasi. Wacha tusiti kumtumainia. Wacha tusiti kumwabudu. Wacha tusiti kumtumainia katika maisha yetu ya Ukristo. Hakika tutakuwa washindi, na ni washindi wake Yesu Kristo. Kuna wengi wetu katika familia tumeweza kupoteza members katika familia. Ulikuwa unategemea baba yako, lakini baba yako akakuacha. Usikate tamaa. Mwangalie Yesu Kristo. Ndugu yako wa kwanza ama ndugu wangapi ama sistako aliweza kukuacha. Usikate tamaa. Angalia Yesu Kristo. Unapomwangalia yeye kwa imani ulionayo, ataweza kufunika yale machungu ulionayo, na atakupa ushindi katika maisha yako ya Kristo. Na utakuwa utaleta taa katika familia yenu, utaleta mwangaza katika jamii yenu, utaleta mwangaza katika ulimwengu watu mzima. Ni kwa sababu ya imani ulionayo kwa Yesu Kristo. Praise God. If you're happy and you know, clap your hands. Kuna wengine wanapiga naona. If you're happy and you know, clap your hands. Wengine wanapiga wengine wasmile. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, say hallelujah. If you're happy and you know, say hallelujah. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say hallelujah. Praise God. Wow. Nimejua kwamba sitachukua muda sana. Kabla sijafika katika conclusion, ningependa kusema kwamba kwa wale ya kwamba unaposimama imara katika maisha yako, unaposimama imara na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu, yeye huwa anakupa ushindi. Ningependa kusema hili neno ya kwamba licha ya uzito ulio nao, angalia msalaba wa Yesu Kristo. Licha ya upungufu ulio nao, angalia msalaba wa Yesu Kristo. Licha ya mfurukano ulio katika jamii yenu, mtazamia Yesu Kristo katika msalabani. Licha nomination team, licha yao members ambao unachagua kufanya kazi yako na hawajawajibika, msikupe moyo. Angalia msalaba wa Yesu Kristo.
licha ya members, sisi members tunapokuwa tumechaguliwa, tunapowajibika kwa kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu, sisi members, na tunakuwa viongozi wa kanisa hili, licha kuwajibika na kufanya kazi hiyo, wacha tusije kumwangalia Yesu Kristo katika msalabani, kwa sababu tunapomtazamia Yesu Kristo katika msalabani tuko washindi na tazidi kuwa washindi. Unapokuwa mshindi, unapokuwa unamtazamia Yesu Kristo katika msalabani, unapokuwa mshindi, basi nyumba yako iko na ushindi katika Kristo. Conclusion. No matter what happened to your life, but life is still good to you. Amen. Ndiposa Filipi inasema 4:4 ya kwamba rejoice in the Lord. And I say, furahini katika Bwana. Na tena nasema upole wenu na ujulikane. Ni member basi. Furahini katika Bwana. Tena nasema upole wenu na ujulikane kwa watu wote. Basi unapokuwa no matter yale magumu unayopitia, bado maisha ni mazuri. Maisha yanakuwa mazuri kama unamtegemea Yesu Kristo, kama unamwamini Yesu Kristo, kama unasimama na Yesu Kristo katika maishani mwako. Sio kwamba wakati ambapo unapata unaambia Mwenyezi Mungu kwamba ninashukuru kwa hiki ambacho umenibariki nacho. Hapana. Wakati ambao hauna, shukuru Mwenyezi Mungu. Wakati ambao uko nacho, shukuru Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo tai ya magongeni inakuwa juu, tushukuru Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo tai ya magongeni inakuwa chini, tushukuru Mwenyezi Mungu. Wakati matoleo yetu inakuwa chini, tushukuru Mwenyezi Mungu. Wakati yanakuwa chini ama juu, tushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani nasema hivi? Wakati unaposimama imani katika imani yako na kumtazama Mwenyezi Mungu kwa imani ulio nayo, basi leo hii utakosa, kesho kile ulichokuwa unahitaji Mungu atakaboy, utakuwa nacho mara tu. Ina maana gani? Sisi wana biashara, leo hii katika biashara watakuja kupromote mwezi huu upate vizuri. Mwezi ujao unapokuja utapata kwamba haikufanya vizuri. Kwa sababu gani? Wanataka ubalance. Amen. Unapobalance unapata kwamba haukupata hasara. Ina maana gani? Ina maana kwamba unaposimama imara katika jamii yako, katika familia yako, kwa kile kidogo ulicho nacho, na uchinyime, utolee Mwenyezi Mungu kwa imani uliyo nayo, basi utakuwa mshindi kwa sababu unatolea kwa imani. Bali usitoe kwa kujionyesha. Bali usitoe ndio tukuone kwamba umetoa. Bali utoe kwa moyo wako wote. Unapotoa kwa imani uliyo nayo, wewe hautajua chenye Mungu anakufanyia. Ni kwa sababu gani? Uko na macho ya nje, hauna macho ya ndani. Unapokuwa na macho ya ndani, utaona yale Mungu anakuondolea. Wewe unaona tu unaamka asubuhi, unaenda kazi, unarudi. Uko mzima, unarudi. Ni kwa sababu gani? Kile unachotolea Mwenyezi Mungu kwa imani uliyo nayo, huwa anakuondolea magonjwa, huwa anakuondolea mvutano, huwa anakuondolea maadui ambao wanakutafuta. Wale wanaopigana nao kupitia kwa njia za anga, wanakutana na malaika nao pia wanapambana nao. Kwa sababu gani? Umezingirwa na Yesu Kristo. Kwa mfano kuku ako na vifaranga, lakini huwa anaweka katikati, anawalea. Mwewe anapokuja huwa anasituka pale akingoja akumfikie, ndiposa pambana na yeye. Nina maana gani? Hatuwezi tukaweza kuzinduliwa, hatuwezi tukaangamia. Ni kwa sababu tumeweza kuwekwa vizuri naye Mwenyezi Mungu, na tutakuwa washindi. Ni kwa sababu tuko na hiyo imani. Wapendwa, let us continue rejoicing to whatever happens for you. Just shall live by faith. Hata kama hauna kazi, hata kama wewe mgonjwa ama nyumba yako iko na ugonjwa, hata kama wewe unajiona uko maskini ama familia yako ni maskini, hata
iko pale katika matoleo, iko pale katika kutoa. Ningependa kusema kwamba zidi kuishi kwa imani, nawe utafanya kanisa lako liwe na ushindi. Kwa sababu haya ndiyo maombi yangu, ya kwamba tunapoishi katika imani, basi tunakuwa watu wa Kristo wenye ushindi. Praise God. Hallelujah. Na ningesema hivi ya kwamba hayo ndiyo matamanio yangu na hayo ndiyo maombi yangu katika kanisa hili la Marafiki, ya kwamba tuwe na imani ndiposa tuweza kuishi kwa ushindi hapa Mwenyezi Mungu ameweza kusudia. Na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na mbarikiwa sana. Bila kuwajosha, ningependa kuchukua nafasi nikaribishe Apple Pastor Pamela Mchesia akuja amaliza kwa maombi. Tuunganishe kwa makofi nisikie. Imani yangu ushindi wangu. Tusimame. Tunaposimama tuambie na mnenaji Bwana majeshi akupanue kwa viwango. Mungu azidi kukupaka mafuta. Usihubiri Makongeni, hubiri Makongeni, Nairobi monthly, Nairobi na hata nje na Nairobi. Bwana majeshi akuze kile kibali. Mungu anema akupanue, akupake mafuta mapya unapoendelea kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Nataka nishukuru Mungu maana umeinuliwa kwa viwango vya monthly meeting, na kibali cha Mwenyezi Mungu kienende nawe kutoka pale utaenda kwa ile meeting. Neema ya Mungu izidi kukutenda mema. Ashirika Bwana majeshi abariki sana. Tunapoendelea kufuatilia neno la Mwenyezi Mungu, don't just come to church because it is your religion. Come to church and purpose to worship your God. Come to church purpose to follow your God, and God will bless you. Not only in church, even at your working place, God will bless you. God will expand your territories. He knows the desires of your heart, and no matter what happens, your faith is your victory. Inua tu mikono yako mahali umesimama, ambia tu Bwana neno kwamba bila wewe sitaweza, bila wewe nakutamani, bila wewe nitashindwa, bila wewe sitaweza. Safari ya wokovu ni ngumu, safari ya huduma ni ngumu. Ijapokuwa nitapita katika bonde la mavuli la mauti, sitaogopa mabaya, maana pamoja nami. Just talk to God wherever you're standing. Tell God that God, ministry without you I can't. Your church without you I can't. Jehovah, your children without your guidance I can't, O King of Glory. That's why I lift my voice to you. Jehovah, I humble before you. I desire you speak to me. I desire you direct me. I desire you increase me in faith. I desire that, Lord, plant me on the foundation of your word, O King of Glory. And I will say thank you, Jehovah, for there is no one like you, Jehovah. You are God who was there. You will continue to be there today and forevermore. You are God of the entire universe. And that's why we have done before your throne. We exalt you because of this word. We exalt you because you are increasing us. Increase us in faith. And we'll say thank you. How we desire, Jehovah, that you are bringing victory in our way. In the name of Jesus Christ. Ninashuka, uinuliwe Bwana. Ninashuka, uinuliwe. Ninashuka, uinuliwe. Ninashuka.
wako ninampaka na mafuta mapya. Nanena kibali juu yake, nanena uwepo wako ukaandamane naye. Bariki nyumba yake, bariki kazi ya mikono yake. Wafuasi hawa Bwana majeshi wakiwa ni wafuasi wa Makongeni ni watoto wako, na wanenea baraka zako. Wala ambao wako na challenges ndani ya maisha yao, kutana nao. Tunaomba Bwana majeshi ukatupe ushindi mwishoni mwa safari wa wokovu wetu, nasi tutasema ni asante. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Amen. God bless you so much. Pigia Yesu makofi mazuri na poketi chini.